Sisi kama jeshi la polisi napenda kuhakikishia wananchi wote wa mkoa wa Kagera walipo imara siku zote na limejipanga vyema katika kuhakikisha wananchi wote wa mkoa wa Kagera wanakuwa salama na wanaendelea na shughuli zao za uzalishaji kama kawaida. Sote tunatambua kwamba tupo kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu, kwa maana ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utakapochagua rais, wabunge na madiwani, na tulianza na mchakato wa uteuzi ndani ya vyama, baadaye ukaja uteuzi wa tume, na sasa ni kampeni ambazo zinaelekea ukingoni, na tarehe 29 ya mwezi huu, kwa maana ya Jumatano ijayo, basi nchi yetu itaingia kwenye zoezi la kupiga kura, kwa maana wananchi watachagua viongozi wanaowataka. Pende kuhakikishia kwamba jeshi lenu limejipanga imara. Tumesimama madhubuti kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unafanyika kwa amani na utulivu. Hakutakuwa na changamoto yoyote kuelekea uchaguzi huu, kwa maana ya changamoto za kiusalama. Niwahakikishie watu waje wakapige kura kwa amani na utulivu. Wasiwe na shaka juu ya usalama wao kwenye zoezi hili la kwenda kupiga kura. Tunawahakikishia usalama wao kwenye zoezi hili. Waende wakapige kura wakiwa na hakika kwamba hakuna atakayewaguswa. Kwenye zoezi hili, kwa maneno mengine, ni kwamba mpiga kura anayekwenda kupiga kura yake siku hiyo hata ng'atwa na sisimizi wala kunguni kwenye barabara zetu. Nina hakika watakwenda na watapiga kura salama. Tutafagia, ikiwezekana barabara zetu tutazifagia, ikiwezekana tutadeki pia, ili wanaokwenda kupiga kura wapite kwa amani na utulivu. Ni wasihi wale ambao huenda wanafikiria kwamba siku hiyo wanaweza kaanzisha vurugu, wasithubutu, kwa sababu nafasi hiyo haitapatikana. Hata wale watakaojaribu watakutana na mkono wa sheria, watakutana na mkono ambao hawajakutana nao, watashughulikiwa ipasavyo kwa mujibu wa sheria. Sasa ni washauri wazazi wenzangu wawakanye watoto wao, vijana ambao unajua kwa namna moja au nyingine ni wepesi wa kuhemka, wasithubutu kuingia barabarani. Kwa kifupi ni kwamba mzazi mkanye wanao, usithubutu. Lakini pia ni washauri vijana waache kuhamasishwa kutumika vibaya. Waache kuhamasishwa ili watumike vibaya. Akimhamasisha mtu kwamba twende kwenye maandamano, kijana mwambie, chukua wewe, mkeo na watoto, tangulia mbele, afu sisi tutakuja nyuma. Ili kurupushani zinapoanza zianzie kwa yeye mwenyewe badala ya vijana ambao hawana hatia. Na nisihi kwamba anayehamasisha kwenye mitandao, anayetuma meseji za uchochezi kwenye mitandao, hana tofauti na yule anayefanya kosa la moja kwa moja la wazi linaloonekana. Tumejipanga vizuri pia hata huko kwenye mitandao. Kwa sasa kila kinachotumwa na kila kinachoandikwa tunakiona. Kwa hiyo ukiposti message ambayo unajua kabisa hii ni ya kichochezi, jua hatuko mbali na wewe. Mimi sijapokea barua official, sijapokea. Lakini kweli baadhi ya viongozi tunawashikilia. La tatu, mwenye jukumu la kupeleka washtakiwa mahakamani ni ofisi ya mwendesha mashtaka. Hiyo sisi jukumu letu ni kupeleleza, kukamata,
kupeleleza na mwisho wa siku naliandaa jalada na kupeleka maoni kwa mwendesha mashtaka. Kwa hiyo yawezekana wakawa hajapelekwa mahakamani kwa kuwa mwendesha mashtaka bado anajaribu kuangalia yale mambo ambayo anaona labda kuna jambo la kuongeza au kuna jambo linatakiwa kufanywa kazi kabla hajapelekwa mahakamani. Lakini kwa maana ya barua mimi sijapata. Mkuu anatuhumiwa na nini? Chochezi. Wanatuhumiwa kuhamasisha vurugu tarehe 29 kwenye mitandao.